amenya guthie na maguru gatigana na gukuruma wana gwenda yo wito tuyo kuraga na marugo babaneririe turi arata ura tocio gitu kagugu tumenyera na tukenda na inaguo wendo gicera mucie tore we murata wakwa na nie ndore ndi murata guo wendo turi kuraga baby tore we murata wakwa na nie ndore ndi murata guo wendo turi kuraga urata ni igari ria jagia muthingi wa mucie watwikire murata wakwa mbere yo tujite munyeni tukeigoranira ngoro urata wendirie thoni na nikio riria ndakuririe nduigana kota kundega tumaniririe turi arata urata ucio gituika ndugu tumenyerana tukiendana naguo wendo giciara mucie baby gitore we murata wakwa na nie ndore ndi murata guo wendo turi kuraga gitore we murata wakwa na nie ndore ndi murata guo wendo turi kuraga kamenya mudi uria ndinaguo ndimukenu ndigikuiga ndakarite ndungiithika murata ngoro citone cio ciambire kuikania mbere wabaniririe turi arata urata ucio gituika ndugu tumenyerana tukiendana naguo wendo giciara mucie baby gitore we murata wakwa na nie ndore ndi murata guo wendo turi kuraga murata wakwa na nie ndore ndi murata guo wendo turi kuraga wendo wa mwana ta kiguo ni gikururagia migogo wendo wa mandukuranaga gutongona kana guthina urutaga mundu muthaiga gathie guikara korogoco na mawendo ama ni uria wakitwo muthingini worata wabaniririe turi arata urata ucio gituika ndugu tumenyerana tukiendana naguo wendo giciara mucie baby gitore we murata wakwa na nie ndore ndi murata guo wendo turi kuraga baby gitore we murata wakwa na nie ndore ndi murata guo wendo turi kuraga moraga vendo kaora Oh
wangu nimekutumaini wewe, isaidike. Adui zangu wasifurahi kwa kunishinda, naam, wangojapo wataibika hata mmoja. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana awe nanyi. Jumapili ya kwanza ya Majilio ya mwaka B wa kanisa. Kanisa limeanza mwaka mwingine, tumaliza mwaka A, sasa tumeanza tena mwaka B wa kanisa. Tuko katika mwaka mpya wa kanisa. Kwa sasa tunasema dunia ya kanisa. Kwa hiyo tunaanza kwa Jumapili ya kwanza ya Majilio. Kwa majuma manne tutakuwa tunaimba na kuhusiana na Masia, tunaangalia Majilio. Kwa tusubiri kwa hapo kabisa kuzaliwa kwake Kristo tena katika maisha yetu ya kuzaliwa kwake. Lakini sasa hakuzaliwa tu, lazima tupata majuma manne ya kujiandaa na kuweza kutakasa mioyo yetu na kuwa tayari kumpokea yeye katika mioyo safi. Katika misa hii ya kwanza tunaungana na familia ya Bwana na Bibi Zakayo Njongwe ambao wanamshukuru Mungu kwa miaka 12 ya ndoa yao. Wanamuomba Mungu azidi kuwabariki katika ndoa yao kwa kuwapa mapendo na ushirikiano mwema. Na sisi tukitambua kuwa na dhambi, tuanze kwanza kukiri makosa yetu. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha nabii Isaia. Wewe Bwana ndiwe Baba yetu, mkombozi wetu tangu milele ndilo jina lako. Bwana, mbona umetukosesha njia zako, ukatufanyia kuwa na mioyo migumu hata tusikuogope? Urudi kwa ajili ya watumishi wako, kabila za ulimi wako. Laiti ungepasua mbingu na kushuka, ili milima itetende mbele zako. Maana tangu zamani za kale watu hawakusikia wala kufahamu kwa masikio, wala jicho halikuona Mungu ila wewe,
atendaye mambo kwa ajili ya amgojaye. Wewe wamlaki yeye, afurahie yaliyo haki na kuyatenda. Watu wale wakumbukao katika njia zako. Tazama, ulikuwa na hasira, nasi tulitenda dhambi. Tumekuwa katika mambo haya muda mwingi. Nasi, je, tutaokolewa? Kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Sisi sote twanyauka kama jani, na maovu yetu yatuondoa kama upepo uondoavyo. Tena hapana aliitiaye jina lako. Ajitahidie akushike. Kwa kuwa umetuficha uso wako, nawe umetukomesha kwa njia ya maovu yetu. Lakini sasa, Bwana, wewe ni baba yetu, nasi tu udongo, nawe mfinyanzi wetu. Sisi sote tu kazi ya mikono yako. Hilo ndilo neno la Mungu. Wakati itukio tutasema, Mungu uturudishe, uangazishe uso wako, nasi tutaokoka. Mungu uturudishe, uangazishe uso wako, nasi tutaokoka. Tutaimba. Mungu turudishe, uangazishe uso wako, nasi tutaokoka. Mungu turudishe, uangazishe uso wako, nasi tutaokoka. Wewe uchungaye Israeli usikie,
Ndugu zangu, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, kwa sababu ya neema ya Mungu mliopewa katika Kristo Yesu. Kwa kuwa katika kila jambo mlitajirika katika yeye, katika maneno yote na maarifa yote, kama ushuhuda wa Kristo ulivyothibitika kwenu, hata hamkupungukiwa na karama yoyote, mkikutazamia sana kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye atawathibitisha hata mwisho, ili msilaumiwe siku ile ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye mwingine katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Hilo ndilo neno la Mungu. Tusimame kwa shangilio. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Injili ya Marko sura ya 13 aya 33 hadi 37. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, angalieni, kesheni, ombeni, kwa kuwa hamjui wakati ule atakapokuwa. Mfano wake ni kama mtu mwenye usafiri ameiacha nyumba yake, amewapa watumwa wake amri, na kila mtu kazi yake, naye amemwamuru bawabu akeshe. Kesheni basi, kwa maana hamjui ajapo bwana wa nyumba, kwamba ni jioni au kwamba ni usiku wa manane, au awikapo jindi au asubuhi, asije akawasili ghafla akawakuta mmelala. Na hilo ni waambiano ninyi, na waambia wote, kesheni. Neno la Bwana. Ndugu zangu katika Kristo, huu ni wakati wa maana sana, na ni majira maalum
ya majilio. Majilio kwa lugha ya Kiingereza ambayo tunasema Advent, ni wakati wa kujiandaa kumpokea Yesu Kristo, kuzaliwa kwake Yesu Kristo katika maisha yetu. Ni wakati mwafaka wa kuweza kujirudia na kuweza kutafakari na kuweza kufahamu uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu na wenzetu. Wakati kurekebisha, wakati kushauriana, wakati wa msamaha, wakati wa upatanisho, wakati wa sala na kujinyima, wakati wa kujiuliza, Kristo kweli atazaliwa katika maisha yangu? Mara nyingi sana wakati wa majilio tunakuwa na wakati mwingi sana wa kuweza tu kujiandaa kwa sababu ya Christmas. Badala ya haya yote, ni kweli ni jambo jema kujiandaa kwa Christmas, lakini Christmas si mlo tu na kunywa. Zaidi ya hayo ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wema wake wa mwaka mzima na kumsihi aendelee kuandamana nasi mwakani. Hivyo masomo yetu ya siku hii ya leo ni ya kumrudia Mwenyezi Mungu. Nabii Isaya katika somo letu la kwanza tunatafakari tuone jinsi yeye mwenyewe anazungumza na watu wake wa Israeli kuwa utumwani katika nchi ya Babeli, pale ambapo walikuwa wamepelekwa huku wakiwa wanacheka wakati wa mfalme Nebukadneza mwaka wa 587 before the birth of Christ. Na wakiwa katika maamishoni wanajirudia na kuweza kuona kwamba walimkosea Mwenyezi Mungu, wakaanza kuabudu miungu wengine, wakaanza kutokutia maanani mapenzi yake Mwenyezi Mungu, na ndipo wakakubali rohoni mwao kwa bali wao wanatenda dhambi. Na hivyo maneno ambao wanasema ni neno lililo na maana kubwa sana. Ni sala. Wewe Bwana Mungu, wewe ndiye Mungu wetu na Baba yetu. Wewe ndiye Mungu wetu na Baba yetu. Kumwambia Mwenyezi Mungu maneno haya, wewe ndiye Mungu wangu na Baba yangu, kwanza nikubali kwamba mbele yake Mwenyezi Mungu mwenye dhambi, na tena nikubali kwamba ukiwa na Mwenyezi Mungu atakusamehe na kukuangazia njia. Ni sala kila siku wewe kumwambia Mwenyezi Mungu maneno haya, wewe ndiye Mungu wangu na Baba yangu. Na waliposema maneno haya, ni maneno ya kutafakari na ya kuomba msamaha na upatanisho na Mungu. Kila siku tunajaribu kujipatanisha na Mungu. Sisi ni wenye dhambi na tunahitaji msamaha na upatanisho na mshikamano wa hali ya juu na Mwenyezi Mungu. Walikumbuka historia yao tangu walipookolewa kutoka nchi ya Misri, wakaona neema ya Mungu, na hivyo wakaweza kufahamu kwamba licha ya dhambi zetu, neema ya Mungu iko pale pale, ataturudishia neema zake. Wakati mwingi sana sisi katika maisha yetu tumekuwa na mambo mengi ya hapa na pale. Kila mtu atafakari aone kama amekuwa na mambo kama haya. Wivu wa hali ya juu, tunaonea wale wengine, tunakuwa watumwa wa wivu, watumwa
Maneno haya unamwendea Mwenyezi Mungu na kumwambia, wewe ndiye baba yangu, uniokoe kutokana na mambo kama haya ambayo yasiyo na maana. Mara nyingine katika maisha yetu tumekubana na mambo mengi na masukumo makubwa sana. Tunasukumwa na mahangaiko ya maisha na matatizo mengi. Mara nyingine tunakosa hata mahitaji msingi ya maisha. Wakati mwingine tunaaibishwa, wakati mwingine hatuna furaha na heri, tuna mashuku mengi rohoni mwetu, tunajiona wapweke, tunajiona kama tuna aibu na soni nyingi inatusubuka. Na mara nyingine tunaona sisi wenyewe tumekufa katika mambo yanayohusiana na kiroho. Tuna nafasi ya Mungu katika maisha yetu, hata nafasi ya kusali katika maisha yetu hatuna. Tunatimiza majukumu yetu kutoka asubuhi mpaka jioni, lakini nafasi ya kumrudia Mwenyezi Mungu shukrani haipo. Sasa si ni wakati mwafaka basi wa kumwendea Mwenyezi Mungu na kumwambia atupe nguvu ya kustahimili, tuwe na subira, tuwe na uvumilivu, na tuwe na mwelekeo mwema, na tuendelee kumsihi Mwenyezi Mungu wakati huu wa Kwaresma ili aweze kweli kusamehe. Katika somo la pili tunaona Paulo akiwazungumzia watu wa Korintho, na anawaona kwamba walikuwa ni watu wamepokea Ukristo, lakini kwa sababu ya udhaifu wao wanarudia maovu na mienendo yao ya hapo awali. Na ndipo tunaona kwa sababu Paulo ni mtu wa Mungu, anajua udhaifu wao, lakini anaendelea kuwasihi na kumweka mbele yake Mwenyezi Mungu katika sala na kuwahimiza kuwabadilisha udhaifu wao. Mwenyezi Mungu ako pale na baraka zake na neema zake. Katika Injili ya leo tunaona Yesu Kristo anapoangalia mji wa Yerusalemu, anaonea huruma, anaona utaangamizo kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu, anaona mbele. Na aliona kweli mji huo ukiangamizwa, na kweli uliangamizwa na majeshi ya Roma. Kwa tarehe 14 mwezi wa 8 in the year 70 AD, hiyo ni miaka mingi, zaidi ya miaka 2000 sasa, na mji wa Roma ukaangamizwa na majeshi ya Roma kutimiza maneno yale Yesu Kristo aliwaangalia mji huo akaonea huruma. Sasa Yesu Kristo anapozungumza anatuambia tujiweke tayari, be vigilant, must be vigilant. Mara nyingi katika maisha watu wengi wahubiri unaona wakisema dunia itakwisha, mwisho wa dunia. Masikwisha lini? What is it helping? Kristo na maana ni wewe mwenyewe. Ni lini utasimama mbele ya Mungu? Si mambo ya kusema mwisho wa dunia, mwisho wa dunia, alafu unaanza kulete woga na wasiwasi na dukuduku mbele ya wale wengine, ukihubiri juu ya mwisho wa dunia, jua litafanya mambo haya. What matters? Kilicho na maana msingi zaidi ni kujiweka tayari kuwa na uhusiano mwema na Mwenyezi Mungu kila siku. Haitakuwa ni jambo la maana ukiketi ukiangalia juu, ukifikiri juu ya mwisho wa dunia na kuuliza Yesu Kristo atakuja lini? Atakuja lini? Akupeleke wapi? Si ungoje hadi wakati wake, unamwambia Yesu Kristo uje akupeleke wapi? Maneno yasiyo na maana kupoteza wakati mbili na kuambia watu mwisho wa dunia, mwisho wa dunia. That's not important. Kilicho na maana ni kwamba Mwenyezi Mungu utakapohama dunia hii atasema na kujua wewe. Wewe si mgeni kwako, anakujua wewe. Na anakujua kwa sababu ya nini? Umejiingiza katika maisha ya Kristo. Mimi mnaenda katika majumuiya yenu, mnafanya hapa na pale, mnasaidiana,
Mambo haya ndio Mwenyezi Mungu anataka, si maneno ya kuota ndoto. Sawa, Yesu Kristo atakuja lini? Peleka wapi? Tuwe tayari kumngoja Yesu Kristo katika maisha yetu na kukutana na yeye. Tunakutana na Yesu Kristo katika njia nyingi katika maisha yetu. Jinsi tunavyoingiliana na wale wengine, jinsi tunaposhauriana na wale wengine, jinsi tunavyosaidiana, jinsi tunavyorekebishana. Maneno haya yote ndio yanatusaidia. Lakini sikukutana na Yesu Kristo katika tu maneno, sio nyimbo tu na kuinamisha uso na kupigamana na kufanya hivyo na kuanguka kwa Yesu Kristo na kupokea sakramenti ya Ekaristi, kufunga macho na hivi ukitetemeka. Tunapokea maneno kwa Yesu Kristo. Anachotaka ni msamaha, anachotaka ni huruma, anachotaka rehema, anataka ushirikiano mwema na wale wengine, kupalilia na kupanda mbegu njema ya Kristo katika maisha yetu, na kumtambua Yesu Kristo kama Mwokozi wetu wa kila siku, ni kuwaleta wale wengine waweze kumjua Mungu kama tunavyomjua yeye. Lakini tunapoona mambo yakifanyika duniani, tunaona mambo mengine nacho calamity. Kwa mfano, kunaweza kutokea maporomoko ya ardhi, kunaweza kutokea magonjwa. Wakati ukimwi uliingia, watu walisema ni mwisho wa dunia. Dunia haijakwisha. Wakati ambapo kunakuwa na maporomoko ya ardhi, volcanic eruption, unaanza kusema kwamba ni mwisho wa dunia, ni mwisho wa dunia. Na mwaka wa 2000 ulipofika, watu wengine walifanya mambo ya kijinga mno, wakaanza kuuza hata vyombo vyao vya nyumba na mashamba yao na nyumba zao, wakisema kwamba ni mwisho wa dunia. Unauza upeleke pesa hizo mwende nazo mbinguni na pesa hizo. Wewe kwa nini uuze nyumba yako na mashamba yako hatimaye mwisho wa dunia? Wengine wakanunua wakatengeneza mahadaki ya kuweza kukaa huku ndani, mapango ya kukaa huku ndani, ati ni mwisho wa dunia. Ukiwakuta wale na huku chini, kwani huku mnafikiri dunia ni nini? Hata ukienda mita gapi imesema, nyinyi mnapoteka nyumba mnaenda mtanyiki, kwa kwa sababu ni jana jioni tu alinipigia simu akasema kwamba nataka kunisalimia, nataka kumpatia kutoka piga picha.
Zitakazojulikana ziwe ishara ya mapendo na uaminifu. Simama. Bariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Apataye mke amepata kitu chema, amepata kibali mbele za Mungu. Ndoa si kula na kunywa, sio siasa, lakini wawili kuungana na kuwa kitu kimoja. Imandoa alichounganisha Mungu, mwanadamu wasikitenge. Alichounganisha Mungu, mwanadamu wasikitenge. Alainiwe mtu yule anayetengesha hawa. Twaombea baraka, Mungu Baba awalinde katika maisha yenu. Twaombea baraka, Mungu Baba awalinde katika maisha yenu. Imandoa
simba we, simba wakwe simba we, ishara simba wakwe simba we. Kana kwedo inone dari yakwa yakwa ya gwethurira igoro ne kohe kainene ale mondo gitaga ndari inone dari yakwa yakwa ya gwethurira igoro ne kohe kainene ale mondo gitaga ndari wendo ti hinde wanjia sheke muamandiko oigire tiokire agethekire ndekana he omuiretu wendo ti hinde wanjia sheke muamandiko oigire tiokire agethekire ndekana he omuiretu inone dari yakwa yakwa ya gwethurira igoro ne kohe kainene ale mondo gitaga ndari inone dari yakwa yakwa ya gwethurira igoro ne kohe kainene ale mondo gitaga ndari. Mwana ke ogeto Jakubu ne atugatire rambani negetha muera keri aikie zari wadone uliro mwana ke ogeto Jakubu ne atugatire rambani negetha muera keri aikie inone dari yakwa ya gwethurira igoro ne kohe kainene ale mondo gitaga ndari inone dari yakwa ya gwethurira igoro ne kohe kainene ale mondo gitaga ndari ingeheo songa muinge joke njage munyendi dari dige okenera ngoro eno yakwa ereronere ngeheo songa muinge joke njage munyendi dari dige okenera ngoro eno yakwa ereronere inone dari yakwa ya gwethurira igoro ne kohe kainene hale mondo gitaga ndari inone dari yakwa ya gwethurira igoro ne kohe kainene hale mondo gitaga ndari. Etie muti uhoro dari gukwihokera wonaga ngagoca ngai ndingikuringithania na mbia etie muti uhoro dari gukwihokera wonaga ngagoca ngai ndingikuringithania na mbia inone dari yakwa ya gwethurira igoro ne kohe kainene hale mondo gitaga ndari inone dari yakwa ya gwethurira igoro ne kohe kainene hale mondo gitaga ndari ndari wona ngetheka ngengaurira ni wendo kuyurerera ngoro ngeina maingi thekio niki ndari wona ngetheka ngengaurira ni wendo kuyurerera ngoro ngeina maingi thekio niki inone dari yakwa ya gwethurira igoro ne kohe kainene hale mondo gitaga ndari inone dari yakwa ya gwethurira igoro ne kohe kainene hale mondo gitaga ndari inone dari yakwa ya gwethurira igoro ne kohe kainene hale mondo gitaga
yote umetuongoza vizuri na tunaomba tukue na wewe na tukapomalizia tutasema uinuliwe na uinuliwe wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata tuamini. Amina. Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Habari zenu? Nzuri. Basi kama mlivyosikia, mimi nakuwa pastor wa hiki kikundi. Leo tunaposherehekea siku chapter 1 verse 1 to 8. Si mingi, ni mistari 8. Ni historia ambayo mnayojua na kila wakati neno la Mungu ambapo ninaposoma utakao unalijua linatoka. Kulikuwa na mtu mmoja mjini Rama katika nchi ya milima ya Efraimu aitwaye Elikana. Nimechagua somo hili maana leo ndoa ni tamaduni ya mbinguni, si tamaduni ya kabila lolote. Na kwa hivyo kama mtu yote unaweza kuwa katika wito wa ndoa na wewe unasema unafuataka tamaduni fulani, hiyo sio ndoa ambayo inasimamiwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndoa ni tamaduni ya mbinguni. Jambo la pili, ndoa hushikanishwa na upendo, kila mtu anajua hivyo. Na si upendo tu. Mimi napenda kuambia watu ni upendo wa kweli. Kwa Kiingereza utaita true love. Maana kila mtu anampenda mwingine na tunapenda paka wanyama wetu, pet. Kuna watu utaona hivyo. Simba wa kiume huwa anainama, anaguruma. Zebra, kwa nini una huzuni moyoni mwako? Je, mimi si bora kuliko watoto 10 wa kiume? That means sisi na Martin sio wawili tena, mwili huu na mwili mmoja huu unafanya. Wengine wakisema angatave ukite angangema mwitaga half shilling. Dari kitie. Hivyo ndivyo Mungu amemuumba. Mume wa Rachel, baba ya Brian na Monica. Tondingĩhota gũkinyia guoko gũkinya ũcio ũngĩ ũmenya gĩthio nĩ Rachel. Na thengio mũno nĩ gwĩkinyia. Na marĩtwa njĩtagwo Rachel wa Zakayo. Na Zakayo nĩ ũyũ. First born itũ nĩ Wanjirũ, Monica, then second anaitwa Brian, Kimani. Na thengio mũno. Ciana icio nĩ nene mũno. Kwĩna mũbango wa kuongerera. Korea. Turongerera. Nzuri. Majina ni Lewis Ngona, mtoto wa baba yangu anaitwa George na mama yangu anaitwa Ann, na huyu ni brother yangu mkubwa. Kwanza kabisa nasema ni asante kwa Mungu kutuwezesha kuwa hapa siku hii ya leo. Naitwa K.A. Kahoro. Kwa kwangu nikakutana na msichana huyu, aseme jina. Msifu Yesu Kristo. Mbele amina. Kwa majina mimi naitwa Priscilla Mbogwa, ama mama watoto wa Waibu. Makofi yake. Waini yako kwa tu. Haya, kijana wetu ndio huyu. Sema kwanza. Huyo ni Monyo. Makofi. Kaendelea. Sema. Angalia pande hii hivi. Makofi. Na Kinongi. Na niko na sitwado wangu hapa. Na tuna katoto kamoja anaitwa Tiffany. Na tunangojea. Mbele amina. Kwa majina si nilikuwa nimemwambia. Daria. Ndio boma yangu. Ndiye sweetheart wangu. Niko na jana watatu
Kwa wawili waseme. Lakini alipata namba 3. Unaona ni alime. Wajitambulisha. Habari zenu? Majina naitwa Salome Gide na kuna mtoto mmoja lakini Makofi! Na hakuna kukutana. Kwanza kunapitana. Kuja. Zakayo watilia. Zakayo zunguka. Mwalimu wa John awasaidie. Awasaidie. Haya. Makofi. Amina. Tunapokula ile ya takatifu la Yesu Kristo tumeomba. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Zakayo tusomee. Kata usiogope kata. Kata keki hiyo kata. Keki nzuri kata. Kata. Ini keki sio ugali. Ini keki sio ugali. Romeo. Daida mono. Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa yetu
kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Napenda kukushukuru kwa sababu ya muda na masaa ambao uliokuwa umetupatia siku ya leo. Na sisi na utuokoe katika maisha yetu. Na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Jira marito witago. Togo Zakayo Jogu. Wa Kimani na Wajio. Na niki wikaga muturo-ini uyu. Ngakwa David waguo. Wĩrore ndĩtaga gũgĩthĩria. Gĩtĩkĩre kũnjĩra ũmũthĩ nĩkĩ gĩkũhanĩkaga gũkũ? Ũmũthĩ gũcerekeaga mĩaka 12 exactly. Mĩaka 12 kuma rĩrĩa ndekire ũhiki. Thank you. Mamu wĩ mwega? Ndĩ mwega. No ũtĩkĩre kũnjĩra marĩtwa? Marĩtwa makwa njĩtagwo Rachel Wanjikũ wa Zakayo. No ũtĩkĩre kũnjĩra ũmũthĩ nĩkĩ kiuma kuo? Mũthĩ ngũririkanaga mũthenya ũrĩa ndahikire, ndahikire mũthenya ta ũmũthĩ mwaka wa 2005 mweri 3 Disemba. So nikaitengeneza ikiwa anniversary yangu pamoja na my friends. Kihigo kiuma kĩaku nao? Kihigo kiuma gĩakwa na Mr. Zakayo. Kĩrĩa Mr. Zakayo kĩrĩ? Message ya gwĩra Mr. Zakayo nĩ thengio mũno na nĩ ndĩmwendete mũno for one tondũ nĩ njagũrire gatagatĩ kaingĩ na nĩ ndĩmwendete makĩria and I'm still ngwenderea kũmwenda na Ngai atũrathime o hamwe tũtũranie na thayũ. Thengio mũno. Baraka za Mungu zishuke